Karibu katika simulizi ya Mohamed Mchengerwa ambapo nitaenda kupisha katika historia yake toka ukwaji wake alipopita mpaka hivi sasa alipofikia katika wadhifa huu mkubwa ambao ameweza kupewa katika nchi yetu Tanzania. Simulizi hii nitaenda kupitisha katika mambo mbalimbali. Karibu nasi, hii hapa ni Usiku TV. Usiku wa pwani ulovuma upepo wa bahari, kijana mmoja mwenye ndoto nyingi kuliko umri wake alitembea kando ya mto Rufiji akitazama maji yalotiririka kimya kimya yakirudi baharini. Jina lake Mohamed Omar Mchengerwa. Kijana wa makuzi ya hali ya wastani, alielelewa katika familia iliyomwaminisha mambo makuu mawili: heshima kwa Mungu na heshima kwa watu. Baba yake, mtu wa ibada na hekima, alikuwa mpole lakini thabiti. Watu walimjua kama mtu wa sala na mara nyingi wangemkuta usiku akitazama mwanae akijisomea vitabu vya sheria kwa taa ya chemli. Sheria itakufanya uwe mwanga kwa watu kama tochi gizani, baba yake alimwambia siku moja. Na Mohamed kwa tabasamu la aibu alijua maneno hayo yalikuwa mazito na baraka kwa pamoja. Safari ya elimu, kijana huyu alipokuwa na ndoto zake zilipanuka sana. Alisoma sheria Kampala na kuja jijini Dar es Salaam kuongeza kiwango cha juu cha elimu yake. Kila hatua aliyopiga alihisi atarahisishwa kwa watu kikubwa, kitu ambacho hakikuja bado, lakini aliweza kukihisi moyoni mwake. Wenzake walimjua kama mtu asiye na haraka ya maneno. Alikuwa msikilizaji na alipoongea watu waliamini alichokisema. Alikuwa na ule utulivu wa watu wanaobeba ndoto ndefu zisizokwisha. Lakini tutaenda kuangazia katika jinsi ukuaji wake na alipopita. Miaka kadhaa ikapita na kijana wa Rufiji Mohamed Mchengerwa akajikuta sasa ni mtu mzima mwenye uwezo wa kusimama mbele za umma. Wakazi wa Rufiji walipomtazama waliona kijana wao aliyewasikia tangu utotoni, aliyeelewa, aliyekuwa mgongoni mwao. Wakamuita, njoo uje kutuongoza. Hapo ndipo mwaka 2015 Mohamed Mchengerwa akawa mbunge wa Rufiji. Na hapo ndipo safari yake ya mafanikio ikaanza. Mohamed Mchengerwa. Heko zilivuma, lakini ndani ya moyo wake alijua hii haikuwa nafasi ya kujisifu, ni jukumu la kubeba mateso ya mamia ya wananchi waliomkubali kila siku. Mama anayetafuta maji, kijana anayehitaji ajira, mtoto anatembea kilomita nyingi kufuata shule, mvivu anayekosa soko la uhakika. Lakini pia mvivu anayekosa soko la uhakika. Siku ya kwanza bungeni alisimama akihisi uzito wa macho elfu kadhaa ya watu waliomwamini. Alijua hakuna kurudi nyuma. Katika safari ya maisha yake kuna barabara ambazo hazikuchaguliwa na watu, zikamchagua mtu. Mchengerwa alipoteuliwa kwa mara ya kwanza kuwa waziri wa utumishi wa umma na utawala bora, alikuwa kama nahodha aliyekabidhiwa jahazi la serikali. Uadilifu, nidhamu, utendaji, hayo yakawa maneno yake ya kila siku. Lakini upepo wa mabadiliko haukuishia hapo. Akapewa wizara ya utamaduni, sanaa na michezo. Kule alijikuta katikati ya vijana wenye ndoto kubwa kuliko uwezo wa mfumo aliokuwepo. Aliwaahidi fursa, aliwaahidi sauti, lakini aliwaahidi kuona sanaa zao zikiingia kwenye ramani ya dunia. Baadaye upepo ulimpelekea mali asilia na utalii, mahali ambapo mali asili za Tanzania zinahitaji macho ya mtu anayehitaji thamani ya urithi. Huko alikumbana na changamoto nyingi, zingine za kisheria, zingine za kimazingira, zingine za kisiasa, lakini moyo wake uliendelea kusukuma mbele. Na hatimaye akarejea katika wizara nzito zaidi ya maisha ya wananchi wa kawaida, yani TAMISEMI. Mohamed Mchengerwa. Hiyo ilikuwa kama kurudi kwa mzazi kwenye nyumba yake, kwa sababu huko ndiko maisha ya wananchi yanagongwa kila siku. Shule, zahanati, barabara, maji, halmashauri, vijiji, huko ndiko moyo wa Tanzania unapopiga.
Hakuna safari ya uongozi iliyowahi kuwa nyembamba. Yalikuja majaribu, yalikuja maswali, ulikuja pia ukosoaji. Kuna wakati maamuzi yake yalisababisha mijadala mikubwa, lakini pia kuna aliyemsifu na kuna aliyemhoji. Lakini Mchengerwa alijifunza jambo moja tu muhimu: kiongozi mzuri sio anayependwa na kila mtu, bali anayesimama na misimamo yake hata upepo ukivuma vikali. Alipoona uovu katika halmashauri, aliukemea. Alipoona fedha za wananchi zikichezewa, alizisimamisha. Alipoona viongozi waliolala kazini, aliwabana. Kwa hilo baadhi walimuona ni mkali, lakini wananchi wengine walimuona muhimili wa nidhamu. Moja ya siri za nguvu za Mchengerwa ni familia ya heshima, utulivu, ushirikiano uliopata ndani ya ndoa ulioendelea kuwa msingi wa maamuzi yake. Uhusiano wake na familia ya viongozi wa kitaifa ulimweka karibu na utendaji wa serikali, lakini hakuwahi kusahau mzizi wake. Alikuwa akirudi Rufiji mara kwa mara, si kwa sababu ya siasa, bali kwa sababu alipenda kusikiliza kilio cha wananchi moja kwa moja. Alijua kuwa viongozi wengi kuharibika pale wanaposahau mali walipotoka. Hakutaka kuwa mmoja wao. Mchengerwa Mohamed. Leo hii watu wengine tunamtazama Mchengerwa kama mwanasiasa mashuhuri, lakini anapoulizwa anasema kazi ya uongozi haina mwisho, kila siku ni mwanzo mpya. Anajua bado kuna watoto vijijini wanaosoma kwenye madarasa yenye dari zilizochoka. Anajua bado kuna hospitali zisizo na dawa za kutosha. Anajua bado kuna vijana wanaosubiri nafasi kuendeleza vipaji vyao. Anajua bado kuna barabara zinazohitaji kupitika, wakulima wanaohitaji masoko, na halmashauri zinazohitaji uongozi bora zaidi. Na ndio maana safari yake ya kisiasa sio hadithi ya kufikia kilele, bali ni hadithi ya kuendelea kupanda mlima. Hii ndio simulizi na historia ya Mohamed Mchengerwa, mwanasiasa aliyekuwa kutoka katika kijana wa Rufiji hadi kuwa mmoja wa viongozi wakubwa katika serikali ya Tanzania. Mohamed Mchengerwa alizaliwa tarehe 1 Septemba mwaka 1979. Kuhusu elimu yake ya juu, alisoma sheria yani LLB kwa Kampala International University. Baadaye alisoma shahada ya uzamili LLM kwa University of Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio taarifa ya kuzaliwa na elimu ya Mchengerwa kama alivyojulikana sasa. Ikiwa pia utahitaji kumfahamu zaidi, unaweza kutuandikia kupitia upande wa maoni yako. Hii hapa ni Usiku TV. Ungana nasi katika makala mbalimbali za watu mashuhuri. Asante.